jua limechomoza, siku gani? Maana yake mpaka siku ya kiyama. Hakuna siku ambayo kwamba jua halitochomoza, ima chochomoza upande mashariki au upande magharibi. Basi madamu yuko mtu hajui, ilete Ibn Baz, Sheikh wa Mawahabi, ambaye kwamba yaongoza Saudia, alisema dua kwenda kwa jahri ni bora. Faida yake ni mbili: humfundisha sojua na humkumbusha alosahau. Hiyo ndio fatwa yake. الإمام البخاري يقول حديث ياقل إن رفع صوت بالتكبير بالذكر كان على هدي رسول الله بعد الصلاة كوينيو صوت يقول الذكر بعد الصلاة ilikuwako watamtu ilikuwako. Ibn Hajar akasema wafihi mashru'iyatul jahri lidhikr, katika hadithi kuna usharia wa kutoa sauti kwa dhikri. Ibn Baz anambia sio, fi sunniyatul jahri, ni sunna kabisa. Sio ni sharia, ni sunna. Haya ndio msimamo wa dhikri. Al-Imam Suyuti ametunga kitabu hasa, ukikisoma utapata fainatijatul fikri fil jahri bidhikri, katika majumuo yake ya fatawa uelewe. Basi dua kaida yake ni kwa siri, lakini wakati wa jahri ina wakati wake, na masahaba walikifanya. Hata peke ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda katika bahari kwa maji, faqala bi sawtihi al-a'la, kwa sauti yake ya juu kabisa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika al-a'la, si sauti al-ali, al-a'la ya juu kabisa. Mtume alikiswali, masahaba wengine wakisikia nyumbani kwake ile dua kiomba nyumbani kwake usiku. Alipita msikitini kama mtu apiga kiatu dhikri kwa jadi. Sahaba akamwambia Rasulullah, dani amna, wacha nikataze, fa innahu murai, huyo unaria. Mtume akamwambia la da'hu fa innahu awwah, ule mwogopa Mungu. Siku ya kufa mtu ule, Mtume alishuka mwenyewe kaburini. Akaulizwa kwa nini, kama huyo alikimtaja Mungu kwa sauti. Dhulbijadaini, Mtume mwenyewe alishuka ndani ya kaburi. Je, mtu alifanya munkari kisha shuka yeye mwenyewe ndani ya kaburi kumzika? Sikubariki munkari? Kwa sababu zile dua wakati wa kujirisha zijirishwe. Kitu kilokatazwa, wala yajhar ba'dukum li ba'dhin alquran, tusisomeane Qur'ani mpaka mkini kadanganyika katika kusoma. Ukisoma pia tusome sote, kama na huyo kisoma tusome. Sayyidina Ali radhiallahu anhu ibn msikitini, fasami an-nas yaqra'una al-Qur'ana wa lahum dawiyyun kadawi nahl, watu soma Qur'ani msikiti wa vuvu. Sayyidina Ali kamba hada majlisi yuhibbullah, mpaka Mungu upenda wakati wake. Wakati wa siri, wakati wa jahri, lakini kaida ni siri. Jahri na wakati wake. Kaida ni siri, jahri na wakati wake. Tusipeke huku tukapeleka huku. Zakaria aliomba dua khafia sababu alikuwa na matatizo yake. Atamani mtoto, akaenda usiku faragha, nidaa, lakini nidaa si dua, itakuelekea Kiarabu. Inada rabbahu nidaa. Nada ni mpaka mwingine asikie, ndio maana nada. Katika lugha ya Kiarabu, nada ni mpaka mwingine asikie. Ilikuwa ni nidai lakini haina kelele. Khafia kiasi. Na khafia sio kutosikia kabisa. Khafia ni kwa la imepungua, kwa kile sauti ya kutosha kuomba dua ya Rabbi kadha, hiyo ni nida. Ya Rabbi bakadha, ndio hiyo sida khafia. Ni kama katika taa kwa kullaiti na dini la ikbal. Sasa ile khafia ni kama dini tu, dai ni watu kile. Kala ndio aliomba nini? Aliomba kwa umandani. Hakumwambia Mwenyezi Mungu nimekuwa mzee. Ukimwomba mtu mpendao, yapambe maneno, yarembe maneno, sio yapamba. Unajua kuremba maneno, yarembesha maneno yapeleke huku, na yeye alifanya hivyo hivyo. Rabbi, Mola wangu, inni akangu mimi, wa hada al-'adlu, umedhoofika mfupa, minni, hakuna wa hada 'azmi, hii itnabi kwa njia ya tadalluli, kujishaua. Ya Rabbi, mfupa kutokana na mimi umelainika, hakuna mfupa wangu, mfupa kutokana na mimi umelainika. Washta'ala rasu, kikaroroma kichwa, shaiba, hakuna kitu kwa nywele nyeupe, kikaroroma kwa nywele nyeupe, ngalikujeleza. Kwanza kama imani, mimi nimebadilika, mifupa yangu kwa dhaifu
kichwa kimeroroma, maana nywele nyeupe ni kichwa kama kimeroroma. Sasa nywele nyeusi makaa bado hajaroroma. Kitoka nywele nyeupe kimeroroma. Na kisha kutoka nywele nyeupe, Nabii Ibrahim ashtuka sana kutoka nywele nyeupe. Alikuwa hana nywele nyeupe. Muda ghafla kiamka una nywele mweupe kutoka. Kaambia Rabbi ma hadha? Pia ni mbona kitu kipege. Akaambia hadha waqar bi hishma hiyo. Akaambia Rabbi zidi waqar bi hishma. Niongezee nywele nyeupe. Ukitoka nywele nyeupe ukishakuheshimiwa. Na ukisikia wanawake walishahidi wambia wa idha da'aunaka ammahunna fa innahu nasabun yaziduka indahunna qabala. Ukisikia wanawake kuita ami hawakutaki tena. Ami karibu hawakutaki, ni ami hao watakutaka vipi? Basi ndio maana nywele nyeupe. Ishtala rasu shayba maana kidogo nywele nyeupe. Mtume sallallahu hakuwa na nywele nyeupe ila biba 10, hasifiki 20. Sayyidina Abubakar kichwa chake cheupe kabisa. Wakikaa pamoja utafikiri Sayyidina Abubakar ni mkubwa, Mtume ni mdogo. Na Mtume alikitia rangi zile nywele zake nyeupe bilhinna kwa hina na rangi nyingine. Je, rangi nyeusi yafaa kutia ikiwa ni kile gharadhi jihadi yafaa? Ikiwa ni gharadhi ya kudanganya taswiri ni haramu. Mimi natereje nyeupe kwa ajili nidanganye nipate mke nioze, alione ni kijana, ile ni haramu. Wafali gharadhi jihadi ili maadui nione bado mimi ni kalimu fulana naweza kureresha, basi inafaa. Hii ndio swala ni gharadhi jihadi. Kisha mlipatikana Misri, kuna bwana mmoja waliandika ile marafiki wa gazeti, kuna ile andiko marafiki wa gazeti. Kuna msichana mmoja akatia picha yake nzuri sana. Kuna mwingine naye katia picha yake fulana mzuri, wakawapendana kwa burasa na kupelekeana barua. Wakapelekeana mpaka wakapendana mpaka wakaozana. Kumbe ule msichana atia picha yake nyuma miaka 20. Na ule mvulana atia picha yake nyuma miaka 40. Ule mmoja miaka 60, ule mmoja 70. Kuna mmoja hutia picha ujanani kudanganyana. Wakipambana akaulizana nani ndo mdanganya mwenzake? Basi hakuna mpango kama huo. Washala rasu sheba. Haya ndio kulembeleza, kuna kulembeleza. Maombi amwambia Mwenyezi Mungu kumkumbusha. Wakati mwingine mtu mkumbusha. Hakumuomba, bado hajamuomba Mungu. Akamwona maakum biduaika. Na sikuwa kabisa mimi kwa dua yako Rabbi Mola wangu shakia kwa napita patu. Sijajaliwa kukuomba ukanikosesha. Hajamuomba. Mifupa imelainika, nywele nyeupe zimejaa kichwani na sijakuomba ukanikosesha. Omba. Hii ndio tashwiki hii. Sasa hata wewe utatamani atakuomba nini? Mbona kwanza maneno marefu? Hajamaliza. Akaambia na sababu ya kuomba. Wa inni na hikaku mimi khiftu almawali, nimechelea bani ami zangu ama Yahudi. Bani ami zangu mawali, maula inakuja kwa wabana, maula inakuja kwa wale tahuri, maula inakuja kwa binami yako. Ibn ami yako ni hakula maulaya. Kwa sababu mtu kitwa maulana si matatizo. Huo ina maana mengi. Sisi tumwita Sayyidina Bilali Maulana Bilali, Sayyidina Ali tumwita Maulana Ali, si matatizo. Na mtu kitwa jina lake Maulana tu, haina haja ugomvi. Si Mungu tu. Mungu ndio hakika kila kitu. Tabibu ni Mungu tu kwa hakika. Shafi ni Mungu tu. Munaimi ni Mungu tu, lakini tunaweza kuwapa majina wale wafanyao mambo walipewa na Mwenyezi Mungu kuyafanya mambo yale kwa njia ya majazi. Wa inni khiftu almawali min warai, nimeachilia binami zangu baada yangu au mbele yangu, mwisho wa umri wangu, bani ami zangu watanichefua. Mimi nimewatuliza Bani Israeli, wamependana, wamesikilizana, lakini sasa hawa bani ami zangu hawa watachefua mambo. Na tukiacha hivi mambo yaje kwa lugha kisasa holela yataharibika. Na mimi sina kuridhiki. Na mimi nataka nipate mtoto, lakini mtoto huyo nimpate kwa mke wangu. Lakini mke wangu una ila, wakalat imraati aqila, alikuwa mke wangu ni tasa ashiki mimba. Ngala lugha akwambia wa mraati aqil wakana, maana kiweza kuondoka. Akamwambia mraati aqil kushakufuga, umesema mwenyewe kwa mke wako ni tasa. Alikuwa sasa aweza usulubu ya Qur'an, alikuwa tu sasa aweza kuzaa. Wakana bimrati kana fi'lu madhi, tena hiyo imekwisha kupita. Wakana bimrati hapa
Sasa dua yangu, maneno yote, nakuomba kitu kimoja tu, fahabli, nipa kwa ajili yangu. Fahabli, nipa kwa ajili yangu. Mindadunga, kutokana na wewe tu, waliya, mwenye kusimamia mambo yangu. Nataka unijalie nipate kijana anisimamie mambo yangu. Tena kijana huyo yarithuni, ni mwenye kunirithi, kwa kiraa cha kwanza. Au kwa kiraa cha kila Kathiri, yarithni anirithi. Yarithuni aweze ku, yarithuni ni mwenye kunirithi, yarithni anirithi ni jawabi amri, anirithi. Wa yarithu min ali Yaquba, na arithi daraja kwa ali Yaquba. Ali Yaquba ni Bani Israeli. Nataka mtoto awe mwema, anirithi mimi na ayarithi yale mambo ya ali Yaquba. Lakini sitaki mtoto kusumbua, ukunipeleka polisi na kunipeleka kwa majambazi. Wajaalhu rabbi radhiya, ujalie mtoto wao mwenye kuridhiwa, mwenye kuridhia, mtoto mwenye adabu, mtoto mwenye heshima, aweze kushika mambo. Na mimi usijiombee mtoto kama mimi pale mtoto au shaka ndio na Mungu pate mtoto, kumbe mtoto leta kumaliza wewe, atakupeleka kwa polisi, atakupeleka wapi? Omba mtoto, wajaalhu rabbi radhiya, nijalie mtoto huyo ni mwenye kuridhiwa, ni mwenye kuridhia. Sisi ujiombea watoto tu, hatuombe watoto wenye kuturidhisha. Watoto wetu haturidhishi. Na wakati mwingine mtu atakuwa na watoto 10 afurahie, na mwingine atakuwa na mtoto mmoja apasuke moyo wake, hajue ngeshimoni uhai, hajue atokea katika ardhi mbinguni kwa sababu ya mtoto wake mmoja tu. Na tuyaona haya kwa mbali. Na mwingine ni watoto 10 yamelala tu, huyu humletea hiki, huyu humletea baba ataka nini, baba na ule wake barati zake wale waume, je mkwe wangu nikuletee nini, mkwe mwenye starehe wako humletea, baba huletea. Una watoto starehe hata yaona wazi. Na mwingine una mtoto mmoja waitwa polisi, waitwa mtoto mmoja tu, baba amekuwa tamani kupita barabarani. Malize maneno kidogo hapa, hadithi ni mrefu. Ya Zakaria, Zakaria, inna nubashiruka, sisi tukupa bishara bigulana, tutakupa kijana kiume hasa, tena atakuwa mvulana. Na hii katika muujiza, bali hatakuwa mzee, atakuwa mvulana. Usiulize mbona kisha Yahya alikufa haraka. Mungu mwenyewe alimwambia gulami, hakumwambia kwa ni atakuwa ni gulami, atakuwa ni gulami miaka 30 20 40, lakini atakusaidia kazi. Ismuhu, jina lake Yahya, mwenye kufuika Yahya, ahuika. Jina hili la Yahya lam najalahu min qabl samia, hatukumuita mtu yoyote nyuma. Hakuna jina la Yahya kabla ya Yahya huyu. Wanamuita Johana, John, yote ni kupotoa tu. Lakini Yahya lam najalahu min qablu samia, hana somo. Samia ni somo, hana somo yake. Ni jina jipya hili katika kizazi cha Israeli. Na aliishi Yahya na akamsaidia babake, lakini kwa bahati alipatikana na mitihani, ikawa lazima anyongwe. Akamkimbia mfalme, akaenda kwa kitabu, akaona mti, akaambia mti pasuka, akaangana na mti ule. Mfalme akaambia na nyinyi pasueni mti, fanasharuhu bil minshar, wakampasua Yahya ndani ya mti kwa msumeno, akapasuka vipande viwili, kwa sababu mfalme alikuwa lazima amuoe dada yake. Na Yahya akaambia katika sharia yetu hakuna mtu kumuoa dada yake. Wewe usinikilie, mimi niko juu ya sharia, au patalo niko juu ya sharia. Yahya akaambia ndio sharia Mungu. Akaambia muende, kakimbia. Kikimbia katika ndani ya mti, akapasuliwa mti kwa msumene na yeye akafa. Kisa ni kirefu, lakini mwisho wa kisa wasalamun alayhi. Na hiyo amani, salamun alayhi, alipata Yahya amani yake. Yoma ulida, siku aliyozawa. Mtu akiwa amezawa ameleta kheri, siku ya kuzaliwa kwake umefurahikiwa. Umeelewa? Mtu yote kuzawa kwake kawa ni kheri kwa binadamu, kufurahikia. Je, ikiwa binadamu wote wamepata kheri, kupatiwa vipi kule? Ni haramu kufurahikia. Ikiwa watu wanufaika kidogo, ni uzuri kufurahikia mazazi yake. Je, ikiwa binadamu wote wamefurahika, hafai kwa salamu alayhi? Ndio pale assalamu alayka zaina al-anbiya, assalamu alayka adkhala fiya, assalamu alayka min rabbis samai. Sababu ametunufaisha sote, na ndio sharia ya Kiislamu. Salamun ala nuh fil alamin,
salamun ala ali Yasin, salamun ala Musa Harun, salam. Sasa huyu wetu sisi hafai kuambia salamun ala Muhammad jamani? Amefanya kosa gani? Kosa lake hata maskini hafai kuambia salamu. Tukiambia salamu haifai, bid'a hiyo, shirki. Ametudhuru au ametunufaisha? Wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu. Wengine siku ya kufa kwao, sababu wengine hatuwajui kwa nafuu mpaka siku ya kufa. Ndio kama kaida ni watu kwa baba uteucheza ukimbia, lakini baada yake kani adhim, kafanya mambo kwa okoa umma, basi siku ya kufa naye habari salamu. Wengine hatuwajua daraja mpaka yawma yub'athu hayya, tutapokuwa umekuwa kama farasi utakupeleka peponi. Salamu ni mahala patatu: yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Ama mtume zote zake salamu, sababu yawma wulida alikuwa mkubwa, huwa kabla dhaka wa yawma dhaka wa ba'da dhaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa kabla dhaka, mtume kabla ya kuja, wa yawma dhaka, na siku ya kuja, wa baada dhaka, na baada ya kuondoka. Ni Muhammad ashukuriwa tu, kabla hajakuja ashukuriwa, na wakati alipokuja alishukuriwa, na siku alipoondoka alishukuriwa. Sasa mwenye kushukuriwa hatajwa au hutajwa kwa nafsi ya Qur'ani, wa amma bi ni'mati rabbika. Hebu niambia ni neema gani uliopewa kuliko Muhammad zaidi katika neema zote uliopewa na Mwenyezi Mungu? Ikiwa ni Muislamu, ni neema gani ambayo kwamba hutaki iondoke? Hutaki ukose gari, hutaki ukose nyumba, au hutaki ukose imani? Alikupa imani nani? Sasa wewe ulikupa imani, huwezi kuambia salamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwambia ndani ya sala, na sala haibatiliki. Ijmaa ya wanazuoni, ukimkhutubu makhluki ndani ya sala, sala yako ni batil. Ukimkhutubu mtume ndani ya sala, sala yako sahihi. Ukimkhutubu makhluki yote, sala ni batil. Ukimkhutubu mtume, sala yako sahihi. Na lazima ukhutubu assalamu alayka ayuha nabii, kana alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusinyimwe haki za mtume. Hapa nitakoma na tampa mmoja na wenyewe wamependa Said Sharifutami azungumze, lakini saumu simshike sana, toe sauti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nafikiri nitakapozungumza mimi nitakuwa nimeyachefua maneno ya ustadi, kwa sababu kawaida yetu sisi baada ya kuzungumza ustadi watuzungumzi tena, lakini kwa kuwa ni amri yake, sababu hatuwezi kujipima na ustadi kwa lolote, kwa elimu, kwa amali, kwa mali pia, kwa kila kitu. Kwa hivyo tunapozungumza huwa ni ishara yake, na pia tujipa matumaini na kuondoka na hofu kuzungumza mbele ya mtu yote. Kwa hivyo nitakalolinena, ikiwa nitakosea ni udhaifu wangu, ikiwa nitakuwa nzuri ni taufiki ya Mola, na ndio mambo natarajia.